بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عليم يا حليم. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa yetu ya kitab al-Fiqh al-Muyassar fi dawi al-kitab wa sunnah, kitabu kilichoandikwa na nukhbatun min al-ulama jazahumullahu anna khairan. Tupo na al-bab al-thamin, mlango wa 8 ambao tumeuanza katika darasa iliyopita. Unaeleza fi imamati fi salat, kuhusiana na uimamu ndani ya sala. Kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita kwamba al-imama ni awsa, ni babun wasi'. Uimamu ni mlango mpana zaidi, ni mlango mpana zaidi unaokusanya uimamu, al-imamatul uzma, ule uimamu mkuu, yani kwa maana utawala wa nchi na dola. Lakini kuna al-imamatu fi salat, ya vile vile uimamu katika sala na katika maeneo mbalimbali. Lakini sisi kwa kuwa tuko katika kitabu sala, tunajikita katika al-imamatu fi salat. Tuliona ambao wanastahili kuwa maimamu, tukataja sifa zao kwamba yule ambaye ni msomaji zaidi wa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ataitangulia. Lakini pia tukaona kwamba yule mjuzi zaidi wa hadithi, ikiwa watalingana kwenye Qur'an, basi wanapimwa katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakilingana hapo, basi anatangulizwa yule aliyehamia zaidi katika mji wa Kiislamu kwenye hijra ile. Lakini baada ya hapo atatangulizwa yule aliyesilimu zaidi, aliyetangulia katika kuslimu. Ikiwa wote wameslimu, basi aliyetangulia zaidi. Vikilingana vigezo hivyo, basi atatangulizwa yule ambaye umri wake umekwenda zaidi. Yule mtu mzima zaidi ndiye ambaye atakayetangulizwa. Ikiwa watakuwa sawa katika yote haya, Qur'ani, hadithi, kutangulia katika Uislamu, lakini pia kuhama au kuhamia katika mji wa Kiislamu, katika kuingia katika Uislamu, katika umri sawa, hapo qur'a atafanywa kura. Sasa yule ambaye kura itamwangukia, basi ndio huyo ataikuwa imam, sawa. Kwa hiyo kura ni hatua ya mwisho katika mambo kama haya ya ibada na uongozi katika ibada ya swala. Sio kwamba watu wamebishana sifa, huyu ni msomi zaidi katika dini na huyu ndio hivyo hivyo, tukasema tupigeni kura, nani ataimwangukia ndo awe imamu wetu. Hapana, kwanza viangaliwe vigezo hivi, sawa. Vigezo kwanza viangaliwe, ndipo mtu atapoweza kupigiwa. Wakasema wanawazuoni, wa sahibul baiti ahqqu bil imamati min dhayfihi, na mwenye nyumba anastahiki zaidi yeye kuwa ni imam kuliko yule mgeni wake. Mekwenda mkusanyika katika nyumba, labda msikiti uko mbali, kaamua kwamba msali pale pale. Kwa hiyo yule mwenye nyumba ana haki zaidi ya kuswalisha kuliko mgeni wake. Au hata ikiwa ni swala ya sunna, mathalan umeamua kwamba leo tarawehe bwana tusali nyumbani, au tahajjudi tusali nyumbani, na ndio ubora zaidi. Sala za sunna kuswaliwa nyumbani ndio bora zaidi. Kwa hiyo kama alivyokuwa akifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiswali, akiwasalisha watu wake, anasali na baadhi ya watu nyumbani,
kwenda baadhi ya nyumba analipwa anaswalisha, kama ilivyotokezea katika baadhi ya matukio mbalimbali. Kwa hiyo mwenye nyumba ana haki zaidi ya uimamu kuliko mwenyeji wake, hasa ikiwa zile sifa anazo. Lakini ikiwa hana sifa mwenye nyumba, basi ampishe mgeni ambaye ana sifa. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la yakumanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi, asimuongoze mtu mwingine katika familia yake, yani katika wale watu wake wa karibu, wala katika utawala wake, wala fi sultanihi, wala katika utawala wake. Yani mtu yuko katika familia yake, yeye ana haki zaidi kuongoza pale, na katika utawala wake pia hastahikiwi kuongozwa, yeye ndo aongoze, labda atoe ile fursa swalisha, basi ataswalisha. Hadithi hiyo rawahu Muslim. Wakasema wakadha sultanu, vile vile mtawala, ahqqu bil imamati min ghairihi, yeye anastahiki zaidi kuwa ni imamu kuliko mtu mwingine yoyote. Sawa imam, mtawala, kiongozi katika nchi, kwa jina lolote atakaloitwa, ikiwa ni mfalme, ikiwa ni rais, ikiwa ni waziri mkuu. Sawa, nchi zinatofautiana yule mtawala mkuu katika nchi. Kwa hiyo huyu ahqqu bil imamati min ghairihi, anastahili zaidi kuwa imam kuliko mtu mwingine yoyote, popote atakapokuwa, msikiti wote atakaoswali, yeye anastahili zaidi kuwa ni imam. Wa huwa al-imam al-a'zam, naye ndio imam, kwa maana mtawala mkubwa zaidi, yeye ndio imamu mkubwa zaidi kuliko imamu mwingine yoyote yule katika nchi. Na ndio maana asli kwamba hizi swala za Idi, swala za Ijumaa katika mji inakuwa ni moja tu, na inaongozwa na yule kiongozi wa mji ule. Hii ndio asli. Sasa ilipokuwa watu wameongezeka na mahitaji yamekuwa ni mengi zaidi, sawa, ndio maana sasa imekuwa kuna mtawanyiko wa hizi Idi, mtawanyiko wa Ijumaa, sawa, zimekuwa nyingi katika miji. Na pamoja na hivyo basi iwe kuna haja ile, isiwe tena hapo na hapo Ijumaa au hapo na hapo Idi. Ikiwa kutakuwa na haja ya kufanya hivyo, basi itafanyika. Sawa Kama hakuna haja, basi si vyema kufanyika. Li'umumi alhadithi almadhi qabla qalil, kwa ujumla wa hadithi iliyopita kabla ya muda mchache, yani hadithi iliyopita inaonesha hivyo kwamba mtu asimuongoze mtu mwingine katika watu wake wala katika utawala wake, mtu asimuongoze, na yeye yuko katika utawala wake, yeye ndo ana haki zaidi ya kuongoza. Wakadhalika imamu almasjid ar-ratib, vile vile imamu wa msikiti wa kudumu, imamu wa kudumu katika msikiti, anajulikana kwamba fulani ni imamu wa msikiti huu. Vile vile aula min ghairihi, yeye anastahiki zaidi kuliko mtu mwinginewe kuswalisha. Imamu wa msikiti yule wa kudumu anastahiki zaidi kuongoza, isipokuwa illa minas sultani, isipokuwa atakapokuwepo mtawala katika msikiti ule. Atakapokuwepo mtawala katika msikiti ule, kiongozi mkuu wa nchi, sawa, yeye ndiye atakuwa ana nguvu zaidi, labda atapoamrisha kwa ruhusa yake. Kwa hiyo ni vyema hata kama msikiti wewe ndio imamu mkuu na nini, anapokuja kiongozi wako, basi muombe ruhusa, sawa, muombe ruhusa au kumkaribishe kusalishe, kikuruhusu kusalisha katika swala.
Kwa hiyo hapo anaingia huyo imamu mkuu, yani kiongozi mkuu wa nchi, na wale aliyowapa madaraka katika sekta ile. Mathalan, katika nchi yetu ni nani aliyepewa madaraka ya kuongoza masala ya dini ukiacha rais? Ni nani? Ni mufti mkuu, au sio? Kwa hiyo sasa mufti mkuu anaposwali katika msikiti wowote, basi yeye ndo anastahili zaidi kuswalisha kuliko mtu mwingine yeyote, labda awe ameruhusu. Na ndio aghlab haswalishi. Mashekhe hao mara nyingi wanaposwali msikiti hawaswalishi, lakini ile kupata ile ruhusa zao na kupata zile ridhaa zao ni jambo zuri, kuonesha ile heshima. Shekhe tuongoze, sema na ndio aghlab, tuendelee, basi pale itakuwa ni jambo zuri zaidi. Na hata hiyo sio mufti, ametokezea shekhe mkubwa zaidi, ana ilmu zaidi kuliko wewe ambaye ni imamu wa kawaida, ni vyema kiakhlaq kumkaribisha shekhe, tuongoze, tuongoze. Akikataa mwenyewe basi utaendelea, lakini sio tena imamu ratib anapokuja mtu yoyote wewe huganduki kwenye kibla. Hiyo sio katika zile akhlaq zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo wakadhalika imamu almasjid alratib, vile vile imamu wa msikiti wa kudumu, aula min ghairihi, anastahiki zaidi yeye kuswalisha kuliko mtu mwingine kawaida, manake katika mazingira ya kawaida. Illa min as-sultan, isipokuwa mtawala, yeye ndiye atakuwa na nguvu zaidi. Hata wa in kana ghayruhu aqra minhu wa a'lam, hata akiwa mtu mwingine ni msomi zaidi na ni mjuzi zaidi kuliko yeye, lakini kwa kuwa yeye ndio imamu ratib, ndiye atakaye ongoza. Ingine msikiti umechaguliwa imamu kipindi kidogo, lakini watu wanahamia wakahamia wasomi zaidi. Sasa je, yule hatakuwa na haki ya kuswalisha mbele ya wale? Bila shaka yule atakuwa na haki zaidi kuliko wale. Sawa, kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndo kashakuwa imam ratib, yeye ndio imam ratib wa msikiti ule. Madam hukumu zote anatekeleza za kisomo, anasoma vizuri, na fiqh ya sala anayo, si atastahiki zaidi, na wale wengine watamsaidia. Umeelewana? Kwa hiyo hata waingana ghairuhu, hata wakiwa wengineo au mwinginewe, aqra minhu wa a'lam, ni msomi zaidi na ni mjuzi zaidi, au wapo wasomi zaidi na wajuzi zaidi, yeye ndo atastahiki. Liumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ujumla wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema, la yaqumanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultani, usimuongoze mtu mwingine katika familia yake wala katika utawala wake. Usimuongoze mtu katika familia yake, utawala pale ni wake yeye, wala katika utawala wake usimuingilie wala usimuongoze, yeye mwenyewe ndio atakaye ongoza. Labda umeruhusiwa, tena pale utaongoza kwa ruhusa ya yule mwenyewe. Tumefahamiana kwa vizuri Tayeb. Na kiongozi katika Uislamu akipatikana kwa njia yoyote ile, basi huyo tayari ameshakuwa ni kiongozi. Sawa? Madam ameshika hatamu, basi huyo ndiye kiongozi ambaye tunapaswa sisi sote kumsikiliza na kumtii. Ikiwa kwa njia yoyote, kama walivyozitaja wanawazuoni, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wenye amri miongoni mwenu.
sawa na wenye amri miongoni mwenu, yani watawala wenu, basi watiini. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali, alaikum bisam'i wa ta'a, shikamaneni na kusikiliza na kutii viongozi, sawa wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama kiongozi wenu atakuwa ni yule mtumwa wa Kihabeshi, basi msikilizeni na kumtii. Sasa seuze ikiwa ni mtu ambaye ana heshima zake, murua wake, busara zake, basi mnapaswa zaidi kumsikiliza na kumtii. Lakini pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuamrisha tuwatii viongozi fil manshati wal makrah, katika uchangamfu na katika hali ambayo pia ina uzito, pia vile vile tuwasikilize na kuwatii viongozi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, amesema da'ana an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alituita sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam, fabayana, akafanya bai'a, akafanya makubaliano nasi, fakana fima akhadha alaina, ikawa katika yale makubaliano tuliyokubaliana naye, an bay'ana ala as-sam'i wa ta'a, kwamba tumekubaliana naye katika kumsikiliza na kumtii, fi manshatina wa makrahina, katika hali tukiwa wachangamfu na tukiwa wachovu pia vile vile. Yani mtii kiongozi ukiwa una uchangamfu na ukiwa umechoka, wa usrina wa yusrina, na katika hali ya uzito na katika hali ya wepesi, wa atharatina alaina, hata ikiwa katika kujinyima sisi, basi tumsikilize na tumtii. Yani ikiwa umekosa kitu kwa kutekeleza amri ya kiongozi, basi pia hiyo ni katika maamrisho. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, na kwamba tusizozane, tusizozanie hili jambo wenyewe, usivutiane nao. Yani Allah azza wa jalla akishamteua mja wake kuwa ni kiongozi, maana hiyo ni inarudi katika makadirio yake na matashi yake. Yeyote atakaye ndiye ataitwa kiongozi, kama ilivyokuja katika Qur'an, qulillahumma malikal mulk, sema ewe Mola, wewe ndio mfalme wa ufalme, tu'til mulka man tasha, unampa ufalme umtakaye, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, na unauvua ufalme kutoka kwa umtakaye, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, unampa nguvu umtakaye na unamdhalilisha umtakaye, biyadika alkhair, mikononi mwako kuna khair, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe juu ya kila kitu ni mweza. Sawa na ikaendelea hadithi, wala nunazi'a al-amra ahlahu, na kwamba tusizozane ili jambo la uongozi na wenyewe waliopewa na Mwenyezi Mungu, illa an tarau kufran bawahan, isipokuwa mtakapoona kufru ya wazi kabisa. Mtakapoona kwamba kufru ya wazi, hamruhusiwi kusali, hamruhusiwi kufanya ibada, sawa indakum min Allah fihi burhan, wenu nyinyi kwa Allah mna hoja juu ya jambo lile, basi pale ndio mtaonesha ile kuchukizwa kwenu. Sawa hadithi hiyo muttafaqun alayhi, hadithi hii imefikia Bukhari na Muslim. Na katika masharti ya kumsikiliza na kumtii kiongozi, hakuna kwamba lazima iwe na yeye anamtii Allah. Sawa, sio lazima kwamba iwe na yeye ni mwenye kumtii Allah. Tumefahamiana? Yani hata ikiwa ni kiongozi ambaye hamtii Allah, basi tunatakiwa tumsikilize na kumtii. Sasa seuze tena ikiwa anamtii Allah, basi ndio wajibu unakuwa ni kubwa zaidi. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu kama tulivyotangulia kusema katika darasa lililopita, kuna tawala nyingi zilipita,
baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa tawala hizo ni daula Bani Umayya. Ni dola ya Bani Umayya ambayo ilikuja baada ya ile miaka 30 ya ukhalifa, ambayo ilianza kutawaliwa na Sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan, wakafuatia tena. Sawa. Sasa katika zama za Abdul Malik bin Marwan alikuwepo gavana mmoja anaitwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Sawa. Huyu Hajjaj bin Yusuf yeye alikuwa ni mtawala, alikuweko maeneo mbalimbali Iraq huko, akaja katika Hijaz, miji ya Makka na Madina. Sawa. Akawa yeye ndio mtawala katika maeneo yake, lakini ilikuwa hakuna mtu muuaji kama yeye. Hakuna mtu muuaji kama yeye. Jambo si jambo kakata kichwa, jambo si jambo kakata. Kwa hiyo kawaua wana wazuoni wakubwa matabiina wakubwa kama kina Said bin Jubair na wengineo, amewaua. Na zama hizo walikuweko baadhi ya masahaba, baadhi ya masahaba walikuweko, kina Ibn Abbas na Ibn Umar hao na wengineo walikuweko. Lakini vipi? Walikuwa wakimsikiliza na wakimtii au walikuwa hawamsikilizi? Walikuwa wanamsikiliza na kumtii. Sawa. Walikuwa wanamsikiliza na kumtii, na walikuwa wakiswali hasa nyuma yake. Maana kama tulivyosema, yule mtawala ndo anakuwa imamu. Kwa hiyo ndio alikuwa akiswalisha na walikuwa wakiswali nyuma yake. Mfahamiana? Kwa hiyo hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, na wao ndio waliopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Wao ndio waliopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao wametufundisha hivyo kwamba hata imam akiwa ni fasik, yani ni muovu, unapaswa kumfuate ili kulinda ule umoja wa Kiislamu, kwa sababu ukisema kwamba mjitenge, baadhi tayari mshasababisha fujo na ghasia, sasa kutaka kumuondosha huyo, na hiyo sasa ndio italeta mambo ambayo si mazuri, mwagaji damu na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo katika kumsikiliza na kumtii kiongozi kunaleta amani na utulivu katika nchi, na ikifikia wakati Allah kumuondosha, basi atamuondosha, atamleta kiongozi mwingine, kama ilivyokuja kwamba vile mtakavyokuwa, haithu ma kuntum yuwalla alaykum, vile mtakavyokuwa ndivyo mtakavyopewa mtawala. Mkiwa ni watu wema mtapewa watawala wema, mkiwa watu waovu mtapewa watawala ambao sio wema. Tumefahamiana vizuri Tayeb. Kwa hiyo tufahamu hivyo. Kwa hiyo hata kama iliulizwa hapa nafikiri katika darasa lililopita, hata katika msikiti ambao unaoswali, imamu anaiswalisha ana baadhi ya maasi, lakini yeye ndio imam ratib. Ana baadhi ya maasi, lakini yeye ni imam ratib. Wengine imamu anakuta sigara, au imamu labda anafanya mambo ambayo si mazuri. Kwa mfano kama mambo aliyokataza Mtume sallam, kuburura nguo. Sawa. Kwa mwanamume si jambo zuri. Naelewana vizuri Labda imamu anakuwa na makucha tena, yani yale mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo je, utaswali nyuma imamu yule au uswali? Utaswali. Sawa. Utaswali. Lakini kama kuna imamu mwingine au msikiti mwingine ambao kuna imamu ambaye dhahiri yake anaonekana ni mtu mwadilifu, ni mtu mu'min, haonekani kuonesha yale maasi ya dhahir, basi ni vyema kuswali. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo
Fahamu hivyo kwamba sifa hizi za uimamu ndizo ambazo tunazopaswa tuzifuate, na daraja hizi, wenye daraja tuwape daraja zao ili kuepusha ile mitafaruq na mivutano katika misikiti na katika nchi kwa jumla. Masala thania, masala ya pili hii inaeleza man tahrumu imamatuhu, yule ambaye uimamu wake unakuwa ni haramu. Sawa, man tahrumu imamatuhu, yule ambaye unaharamika uimamu wake. Wakati gani uimamu wa mtu unakuwa ni haramu? Yani haifai yeye kuswalisha wala kusali nyuma yake mtu huyo. Wametajwa hapa watano ambao tutawataja tukiharaka haraka, alafu kiufafanuzi tutakuja kuangalia katika darasa ijayo inshallah. Wa kwanza anasema imamatul mar'ati birrajul, uimamu wa mwanamke kumuongoza mwanamume. Imamatul mar'ati birrajul, mwanamke kumuongoza mwanamume, yani katika swala. Uimamu huo haufai na hiyo swala haisihi. Labda swala itaisihi ni ya yule mwanamke tu, lakini hawa walikufuata nyuma haisihi. Tulisikia kule Marekani sijui na nchi gani, tokezea yule mwanamke kuwaswalisha watu, watolea khutba bihani Allah mhidi yeye pamoja na hao walio. Lakini kuna imamatul muhdith wa man alayhi najasa, kuna imamu wa yule ambaye aliyehuduru, ambaye hana udhu, au mtu ambaye ana hadath kubwa na janaba, la ni haramu kwa imamu wake, au mtu ambaye ana najis. Sawa, mtu ambaye ana najis ni haramu kwa kweli kuswalisha, hasa ikiwa anajua. Lakini imamatul ummi, uimamu wa mtu ambaye hakusoma, sawa, ambaye hawezi kuisoma vizuri suratul Fatiha, sawa, kama huyo haifai. Lakini imamatul fasiq, uimamu wa mtu ambaye ni fasik, mtu mwovu ambaye anadhihirisha sale maovu yake, anaweka bayana wazi, anacheza uwanjani, sio anafanya nini, sawa, mara anatembea tumbo wazi, sawa, kama huyo si mtu wa kuswalisha. Lakini al-ajiz an ar-ruku'i was-sujudi wal-qiyam wal-qu'ud, mtu ambaye hawezi kurukuu wala kusujudu wala kusimama wala kukaa, yeye yuko tu, basi mtu kama huyo haitofaa yeye kuswalisha, hasa ikiwa kuna watu wengine wanaoweza kufanya. Kwa hiyo inshallah ufafanuzi wake haya tutakuja kuangalia katika darasa ijayo biidhnillah azza wa jalla. Kwa leo tufikieni hapa, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama kuna lolote na anapandisha sana kabisa, lakini mambo yetu na ushiriki wetu, je, huyu ana akitamria msikini sisi kufuata au طيب. Uimamu wa mtu ambaye ni mshirikina, nafikiri tulizungumza katika darasa lililopita kwamba kuna makosa ambayo hayamtoi mtu katika Uislamu, pale tunaweza kumfuata imamu huyo. Lakini kuna makosa ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu, kwa mfano kama hayo madhambi ya shirki, kuwaomba mashaitani, kuwaomba mizimu, kuomba waliokufa. Hiyo ni shirki ya wazi, tena ni shirki kubwa. Kwa hiyo ikiwa mtu ana dhambi kama hizo, basi wanazuoni wanatuambia huyu ametoka katika Uislamu, ikiwa anajua kwamba yale anayofanya kwamba haya yanatoka katika Uislamu, basi huyu ametoka katika Uislamu. Kwa hiyo kumfuata mtu ambaye si Muislamu haifai. Sawa, tumeelewana vizuri. Kwa hiyo ikiwa ni mshirikina wa wazi kabisa na yeye anajua kwamba shirki inamtoa mtu katika Uislamu,
basi huyo haifai kuswalisha, wala haipaswi watu wamwachie aswalishe. Hapana, itakuwa ndo anaharibu mpaka atakapotubia na kurudi katika Uislamu, pale ndo ataweza kuswalisha. Umeelewana? Naam. Kumtii kiongozi katika mambo yote ya dini na dunia. Sawa, imekuja katika hadithi isipokuwa utakuamrishwa maasi. Umira bimasi, fa in amara bimasi fala sama wala qama. Isipokuwa utakapoamrishwa kumuasi Mwenyezi Mungu, basi pale haipaswi wewe kusikiliza wala kutii. Lakini mambo yote yaliyobakia, maadamu yana maslahi na dini na dunia, basi unapaswa kutii Allah. Ikiwa na makosa yake anayofanya, yeye atahukumiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi kwa upande wetu tunapaswa kumsikiliza na kutii. Umeelewana? Wa alaykum salaam. Labda mzee kidogo pengine hatujafahamiana vizuri. Tulichokizungumza hapa, kilichokatazwa ni ile kuwaomba waliokufa, si kuwaombea. Sawa, kuwaombea ni jambo ambalo tumetakiwa kabisa. Waliotangulia katika wazee wetu, walimu wetu, tuwaombee dua. Sawa, alladhina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, na wale ambao katika waja ambao wanasema Mola wetu tusamehe sisi na wale ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Na wamesifiwa waja wema kwa kuombea dua wazee wao. Lakini pia vile vile tumeamrishwa kabisa kuombea dua wazee wetu. Rabbi irhamhuma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam kaomba hiyo Hussein, anashukuru ni'mataka allati an'amta alayhi wa ala walidayhi an a'mala salihan tarda. Mitume mbalimbali wameomba dua kwa ajili ya wazazi wao. Sasa kuombea dua waliofariki ni jambo ambalo limehimizwa na ndio linalotakiwa, na mja mwema siku zote anaombea dua wazazi wake. Njia ya kuombea hapo sasa ndio kila mmoja na njia yake. Sawa? Kama ukimwombea mzee wako, sio lazima uweke siku maalum, bali inatakiwa kila siku tuwaombee wazee wetu. Tukiswali, tukiomba dua zetu, tuwaombee wazee wetu. Tumefahamiana Naam. Kwa hiyo ni vyema tukaendelea kuombea wazee wetu, ili kwamba kuombea wazee maana yake ni kupata baraka pia na wewe katika maisha yako, na wao pia kufarajika huko. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.